بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وجعلنا في سلك ممن يلتمس العلم ويسلك سبيله، فإن هذا مما تنشرح به الصدور وتنثلج به القلوب، وذلك لوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سلك طريقا يلتمس فيه علما. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يسلك هذا الطريق ويلتمس فيه علما حق التماس، ابتغاء لمرضات الله سبحانه وتعالى، واقتفاء لآثار السلف الصالحين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. jambo kubwa la kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ni kutujalia sisi na kutuwafikisha kuwa ni miongoni mwa watu ambao wametoka katika maeneo yao mbalimbali wakakusanyika mahali hapa kwa ajili ya kuitafuta ilmu. Kwa hakika jambo hili ni katika mambo mazuri ambayo, au ni katika amali njema ambazo nyoyo hukunjuka na vifua vikapata faraja kubwa, kwa kuwa tuko miongoni mwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ulimi wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam amewabashiria jambo jema, nalo ni uwepesi wa kuingia katika aljanna, kwa kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam: yeyote atakayefuata njia akawa anatafuta kupitia njia hiyo ilmu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia sahali yeye njia ya kwenda peponi. Kwa kufanya hivyo, atamsahilishia yeye kwa kufanya hivyo njia ya kwenda katika aljanna. Bila shaka si jambo dogo hili, ni jambo kubwa, kwa sababu sil'atullah ambayo ni aljanna ni sil'atun ghaliya
bidhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bidhaa yenyewe ni janna. Bidhaa hii thamani yake ni ghali sana. Kwa hiyo kupata usahali kwa kupitia njia hii ni katika taufiki za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu si kila mtu aweza kutafuta ilmu. Kitazama katika familia yako, kitazama katika mji wako, katika mtaa wako, watu wangapi Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia kutoka kwenda kuitafuta ilmu ya kuisoma dini? Watu wangapi kwenye ukoo wenu? Jitazame na ujichunguze katika hilo. Ni watu wangapi katika ukoo wenu wako katika njia hiyo ya kutafuta ilmu? Bali katika mtaa wako, kijiji chako, mji wako, vijana mfano wako, ni watu wangapi wako katika njia hiyo? Ukishajiona uko peke yako au mko wachache, basi ujue kwamba sio jambo jepesi. Laiti ingekuwa ni jambo jepesi, jambo lenye manufaa katika mambo ya kilimwengu, manufaa ya haraka, kuna pesa ndani yake, basi wewe ungekuwa wa mwisho, ungechelewa, ungekutangulia watu wengi tu, na pengine usingepata nafasi hiyo, watu wangeipigania. Kwa nini? Kwa sababu kuna manufaa ya kilimwengu, kuna manufaa ya kilimwengu, na watu ni werevu katika kutafuta ulimwengu wao na dunia yao. Mtu yuko tayari kwenda kokote pale kwa sababu kaambiwa kuna pesa, kuna mali, na yuko tayari kufanya chochote ili azipate hizo pesa. Lakini kwenye jambo la ilmu mpaka abembelezwe, aengwengwe, apewe maneno, watu wamrai, awekewe vikao, alafu naye mwenyewe aanze kulinga, aanze kuchagua. Si jambo sahihi. Kwa hiyo mtu kuwafikishwa na Allah akajikuta ghafla yuko kwenye majalisi za ilmu na apenda kule kutafuta ilmu, basi ujue hiyo ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah anamtakia khairi. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fi din. Mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khairi na anampendelea khairi, basi umfahamisha katika jambo la dini, anampa fiqhi na maarifa na ufahamu wa kuifahamu dini. Huyu ndio mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempendelea khairi. Kinyume chake, mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala hakumtakia khairi, basi yeye hamfahamishi kwenye jambo la dini. Na ili uifahamu dini ni lazima uisome. Kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum. Elimu ni kwa kusomwa. Elimu hupatikana kwa kusoma, si kwa kurithiwa, kwamba babu, mjomba, kaka, baba au nani fulani katika ukoo ukawataja kwamba wao walikuwa na elimu, kwa hiyo hii elimu ya ukoo na wewe umerithi. Elimu hupatikana kwa kusoma. Sasa hii ni njia ya khairi, na njia hii ya khairi Allah akikuwafikisha watakiwa umuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, na ndani yake kuna mazito mengi ambayo watu hawezi kuyavumilia. Sasa wewe watakiwa uyavumilie ibtighaa wajhi Allah ta'ala. Fanya subra. Ilmu haipatikani hivi hivi. La yunalu alilmu birahati aljism. Elimu haipatikani pamoja na raha ya mwili, ikawa kwenye starehe na ukapata elimu. Elimu yaingia wewe starehe tu. Elimu haiko hivyo. Elimu itakautaabike, utaabishe mwili wako, utaabishe akili yako, ubakhili kwa wakati wako, na pengine ukatumia mali yako kwa ajili ya ilmu. Utaabishe mwili wako, usiwe mvivu ukawa wewe walala sana, wataka kulala tu muda wote wapita kwa sababu ya kulala. Usiku walala, mchana walala, masaa yote walala wewe.
elimu haitaki hivyo. Fudhulul manam ni katika vitu vyenye kupingana na ilmu. Usingizi na kulala kwa ziada, walala tu au wala sana, wala tu wajilia ovyo. Unataka kushakula ovyo, utalala ovyo. Sasa elimu haitaki hivyo. Ukishakuwa na maradhi hayo ya kupenda kula sana na kulala sana, elimu itakukimbia mbali kabisa. Kwa hiyo rahatul jismi haiko. Na pia elimu yataka uvumilie mazingira yote ambayo yako mbele yako, na hasa mkizingatia nyinyi ni vijana. Mazingira yaliyokuwepo hapa si kama mazingira yako katika sehemu nyingine. Kuna watu wanasoma au wanajifunza mambo kwa tabu mwituni huko wapi, lakini wanafanya subra kwa sababu wanajua wanatafuta kitu gani. Ukipata taarifa za watu wenye kutafuta maisha baharini huko au kwenye migodi huko, wewe huwezi kufikia hata robo yake, lakini wanahangaika kwa ajili ya hilo kwa sababu wanajua wanachokitafuta. Sasa wewe watafuta kitu kilicho ghali zaidi kuliko hao samaki wa baharini, kuliko hayo madini yaliyoko chini ya ardhi. Kitu unachokitafuta wewe ni cha thamani zaidi. Ilmu ni kitu cha ghali sana. Allah subhanahu wa ta'ala amekusahilishia mazingira ambayo yanaweza kuleta uvumilivu, ukasoma na utulivu. Lakini pia atakayoshughulisha akili yako kwa ajili ya ilmu, wakati wako kwa ajili ya ilmu. Wala yunalu alilmu birahati aljism, elimu haipatikani pamoja na raha na starehe ya mwili. Haina maana kwamba usile vizuri, usilale mahali pazuri, si maana yake. Lakini kama hivyo vipo sawa, havipo basi wala wewe sio shughulu ashaghili kwako, sio jambo la kukushughulisha akili. Wewe waona kwamba hili ni sawa na hili ni sawa, kitu hili alhamdulillah. Tokeo umekula biriani, si ndio? Unaona vyakula vizuri, pilau na manyama na kadha makuku, basi alhamdulillah. Haikutokea umekula ugali na maharage, basi ndio alhamdulillah. Maadamu ushapata kitu cha kusimamishia mgongo wako na kupata nguvu katika mwili wako, waweza kuishi. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa la kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mtu wafikishwe. Na ukitafuta sababu za kuliacha jambo hili, sababu hata 1000 kidogo. Yani ikiwa jambo hili ulitaki na kusoma, alafu ukatafuta sababu, utazipata, ziko nyingi tu. Mimi nimeona, ukatunga sababu ukazitengeneza zikafika 200. Kwa sababu hizi mimi siwezi kusoma. Haya, nenda. Huwezi kukosa sababu, lakini waidhulumu nafsi yako, wajifungia khairi katika nafsi yako. Hili litakiwa wewe ulifahamu, si kwamba utafuta sababu sasa umekosa. Sasa nifanyeje? Nimuue mtu? Sio lazima uwe mtu au ujidhuru. Sababu ziko nyingi tu, wewe nenda tu. wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Allah subhanahu wa ta'ala asema maneno haya, kama nyinyi mtageuka mkapuuza, Allah atabadilisha watu wengine walio bora kuliko nyinyi. Watabadilisha watu wengine ambao sio nyinyi, kisha hawatakuwa wapumbavu kama nyinyi, kisha hawatakuwa wavivu kama nyinyi, hawatakuwa magoigoi kama nyinyi. Ataleta watu bora kabisa. Wewe chagua kazi ya kufanya, nenda unapotaka, lakini ujue kwamba kuna watu wengine watakuja, watakaa, watasoma na watapata faida, na itakuwa umma utanifaika kupitia wao. Wewe nenda katafuta jambo la kufanya. Wewe usije ukaona kwamba sasa dini sasa itatereka. Dini itatereki kwa sababu wewe umeacha. Wewe ndio utakayetetereka. wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Hii ni kaida katika watu wenye kulipuuza jambo la dini, kutaka kupuuza kwenye kutoa, kwenye kujitolea, kwenye kuipigania, kwenye kuisoma. Kila jambo ambalo unaona kwamba hili linakulipuuza jambo la dini, wewe usije ukaona kwamba eti ukiondoka wewe ndio muhimu, kiungo muhimu kweli kweli. Nenda, lakini
yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Allah subhanahu wa ta'ala atabadilisha watu wengine wasiokuwa nyinyi, kisha hawatakuwa kama nyinyi. Wewe si mvivu, wewe si upenda kula, wewe si upenda starehe, wewe si huna akili, basi utakuja wengine wenye akili zaidi kuliko wewe. Sawa? Wewe hilo lijue. Wewe chagua, wataka rifaa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wewe ndiye mbadala bora ya wale ambao wameliacha jambo hili, au wewe ndio ile bidhaa mbovu itakiwa itolewe ije nyingine ile bora zaidi kuliko wewe. Chagua moja mambo mawili. Na kuna nyingine bidhaa mbovu haitakiwi kuwepo, itabidi itoke ije nyingine. Sasa wewe ndio ile bidhaa mbovu au wewe ndio ule mbadala bora wa watu wa kheri ambao sasa wamekuja kuchukua nafasi na kukaa nafasi za watu wabaya? Kwa sababu tunasoma hili ni jambo la dini, na jambo la dini hili latakiwa watu kujitolea. Wewe fikiria katika akili yako, kwa nini kusoma dini kumekuwa ni kitu chenye kudharauliwa, yani mpaka watu wabembelezwe wafanye hivi? Hebu niambieni, lao ingekuwa katika kusoma kwenu dini hapa mazingira mazuri, mmefika hapa mmekuta sehemu safi, chakula kizuri na mwalipwa mshahara, kila mwanafunzi akifika mwisho wa mwezi apata milioni, milioni nyingi, 500,000 kila mwisho wa mwezi. Alafu ukimaliza kusoma, ukiambiwa kusoma miaka 10 uko tayari, utapata kazi na mshahara mzuri na nyumba nzuri na gari. Wewe ungepata nafasi? Kuna watu wangekuja hapa na wangejifanya kwamba wao ndio wenyewe, wapewe nafasi za mbele mbele. Nafasi hazitoshi. Kwa nini? Kwa sababu watu akili zao zote zimejengwa katika kuitafuta dunia. Hata Mtume SAW alaihi aliwahi kueleza katika hadithi kuhusu swala ya Isha na salatu al-Fajr, kuhusu wanafiki. Mtume SAW alaihi alipiga mfano wa chakula tu. Lau ingekuwa katika hizi swala hizi watu wapewa vipaja vya kuku na mbuzi mathalan, ukija pale upata kipaja cha kuku umepata namna. Unataka nini? Nataka paja mimi, wapewa. Wangekuja japokuwa kwa kusota. Wangekuja katika swala hii japokuwa la atauhuma walau habwa, waingelizijia hizi swala mbili japokuwa kwa kusota. Mtu hawezi kutembea sota hivi aje nipelekeni jamani. Nini? Kwa sababu kuna paja kule. Uroho, watu wanapopenda kula paja tu, sio kama labda ukija tu ukiswali swala moja utapata 10,000. Wewe pika tu supu hapa, wewe kama paja matupu, kama ni ya mbuzi, ukija utiliwa supu yako na paja la mbuzi ile hapo. Hapatoshi shekhi. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwazungumzia wanafiki, kwa sababu akili zao zimefungwa na mambo ya kilimwengu karibu. Lakini mtu aqil yaangalia hivyo, aona kwamba akhira ndio ni khairu wa abqa. Kwa hiyo afikiria zaidi ya hapo. Maelezo kuhusiana na fadhila za ilmu na adabu zake tushaeleza mwanzo kabisa tulipofungua maahadi yetu. Tumeyakumbusha haya ili kutilia mkazo katika jambo hili, na kadhalika tanshitul himam, kuamsha zile himma za watu kusoma. Tumekusanyika hapa kwa ajili ya kutafuta ilmu, basi tuwe na subra juu ya kuitafuta hii ilmu. Azma yetu katika kuitafuta ilmu iwe ni kubwa. Umma wa Kiislamu unataka watu wa kisawasawa, watu wenye ilmu ambao watasoma ilmu, wataibeba ilmu, wataipokea ilmu, watairithisha ilmu na wataieneza ilmu. Ndio kuenea kwa Uislamu, na ndio nguvu ya Uislamu, na ndio uhai wa Uislamu. Kwa tutulizane kwenye kusoma. Umekuja kwa ajili ya kutafuta ilmu, tulizana katika kutafuta ilmu, nikushughulisha jambo hilo basi. Na wengi katika nyinyi ni vijana, pamoja na kwamba mara nyingi nazungumza kwamba vijana mliopitwa, umri uko mbele, taaluma
iko nyuma, yani mko chini kitaaluma, marika yenu na elimu havilingani, lakini ni vijana bado, mnao nafasi ya kurekebisha. Tumieni nafasi ya nguvu zenu za ujana na maarifa yenu katika kufanya bidii ya kusoma. Nazungumza kwa wale wapya na wale wa zamani walijue hilo, kwa wale walioko boarding alqismu dakhili na wale walioko nje alqismu alkhariji, wote wenye familia na ambao hawana familia. Tutumieni wakati wetu kujinufaisha kiilmu, tushughulike na lile ambalo limetuleta katika kutafuta ilmu. Umri unakwenda, siku zinakatika. Sasa tujitathmini. Kuna watu wakwambia mimi nikikaa mahali fulani bwana sitaweza kusoma kabisa. Wewe si msomaji, hata upelekwe wapi utasoma. Nenda utakapokwenda. Yani mahali watu wametolea ilmu, watu wasoma, na wewe waona kwamba hujui, wasomesheka. Kama Qur'ani hujui, ipo yasomeshwa durusi mbalimbali. Sasa unajua mimi bwana hapa sasa mimi siwezi kusoma, unajua utataja sababu nyingi. Wewe si msomaji. Wewe jijue tu kama si msomaji. Peleka popote utakapokwenda, wewe utakwenda hivyo hivyo. Iweje huyu aweza, wewe uwezi? Una nini wewe? Shida gani? Muombe Allah tawfik. Na katika kunyimwa ilmu, mimi nawaambia katika hirmani ya ilmu, ilmu ni riziki. Allah subhanahu wa ta'ala huigawa kwa waja wake. Sasa katika masala ya hirmanul ilmi kuna asbab na kuna sawalif. Angalia baina yako wewe na Mola wako, ukoje wewe? Siri yako ikoje katika mambo yako ya kisiri huko, wewe ukoje? Mafungamano yako na Mola wako yako sawa? Wewe jiangalie tu. Allah anaweza kuziba pap, elimu haingii. Wapigana kwa tabu, wahangaika. Mwenzako akisoma kidogo kaelewa, jambo laingia tu. Na elimu inambadilisha, inamtoa katika pale alipokuwa kwenda katika hali iliyo nzuri zaidi, kiimani, kitabia na akhlaqi na mwenendo na maarifa. Wewe waminyana tu, uko hapo hapo tu. Una nini? Allah amezuia kwa kitu, kuna kizuizi hapo, lakini kuna sababu. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Ukiangalia aya zote Allah baada intiqamu ya Allah kuna sababu zinazotajwa. Wama rabbuka bidhallamin lilabid. Sasa si kwamba watu wajuhudi tu ya kuhifadhi na kusoma ndio basi utapata ilmu. Angalia yule anayetoa ile ilmu, wewe una mafungamano naye yapi? Kwa nini kwako kuna uzito? Kwa nini ukianza hiki ukimalizi shika hiki mara shika hiki mara shika hiki, muda waenda, wewe una jambo gani? Mbona nafsi yako itulizani katika jambo la ilmu? Una matatizo wewe. Fanya musalaha haraka sana baina yako na baina ya Mola wako. Umesoma vizuri, umeelewa, umehifadhi, alafu vyote vifutika havipo. Kuna nini? Angalia, sio kaulaumu watu. Shida iko kwako. Unajua sisi ilikuwa ikwenda ikarudi, maneno mengi, lakini hasaidii kitu. Tengeneza baina yako na Mola wako. Tengeneza siri iliyoko baina yako wewe na Mola wako. Shida iko hapo. Lakini kama watu hawasomi kabisa, watu wazunguka tu, hakuna kusomeshwa, hakuna hiki, watu wapoteza muda, ondoka hapo. Hapo si mahali pa kusoma. Lakini watu wasomeshwa, mambo yanakwenda na ikadha, wewe tu ndio upige hatua. Ila wewe tu. Shida iko nayo wewe. Na hili ni tatizo wako nalo watu wengi sana. Kiambia na miaka mingapi? Mimi na miaka 9. 9. Anapofika wapi? Hana kokote mtafika basi. Wewe mingapi? 5. Alafu hana chochote hicho. Kaingia huku katoka huku kaingia. Unajua mwaka huu sasa itakuwa kila siku weka maazimio mapya, lakini hakuna lilokuwa.
Wewe una shida iko wapi hapo? Shida iko kwako, bainak wa baina rabbik, fattaqullaha wa yuallimukumullah. Muogopeni Allah na Allah atawafundisha. Muogopeni Allah, Allah atawapa ilmu. Tengeneza nia yako, tengeneza nia yako. Na nimeshazungumza siku tulipofungua, baada ya kufungua maahadi yetu, nikaeleza sana kuhusu swala la nia na ikhlas. Tukataja kwamba hizi ni katika vitu vyenye kumrahisishia mtu, na kinyume chake ni katika akabat, katika vizingiti vinavyomzuia mtu asifike katika lengo la kutafuta ilmu. Kwa hiyo mimi nasaha zangu, tuifanye hii elimu ni dini, tusichukulie kimzaha. Ni ibada, ni taa, ni dini, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq. Na wakati huo tukishatanguliza hayo yote, tufanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kumuomba yeye na kutabarra na hauli zetu na kuwa zetu, kwamba la haula wala quwwata illa billah. Lakini kubwa zaidi baada ya hayo sasa, yani kisha baada ya mambo hayo sasa, bidii na subra katika kutafuta elimu ni jambo kubwa sana. Wewe badilika tu, alafu utaona namna mambo yatakavyokuwa. Pengine fahamu yako ni ngumu, muombe Allah akusahilishie. Kweli watu hawezi kulingana, kwa sababu fahamu zinatofautiana, na kadhalika nyoyo zinatofautiana katika kupokea mambo. Kuna mtu moyo wake ni kama kibakuli kidogo, mwingine ni kama beseni vile, jafna kihero vile, sawa. Mwingine moyo wake ni mpana kalwadi. Baadhi ya watu nyoyo zao kalaudia, kama mabonde makubwa. Nyoyo zinatofautiana, na Allah hugawa riziki. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala akufungulie ufahamu yale ambayo mtu aweza kuyasoma kwa miaka 5 6, wewe usome kwa mwaka mmoja tu. Wama dhalika ala Allah biaziz. Na kile unachojifunza kibaki kwako. Watu wanasoma mambo mengi, lakini mengi yanawatoka. Utamuuliza ili kashasahau, kashababaika. Kuna shida. Wala in shi'na la nadhhabanna billadhi awhayna ilayk. Alitishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukitaka sisi tutayaondosha yale ambayo tumekuletea wahi kwako. Elimu yako yote tutaifuta tukitaka. Kwa kufutiwa elimu ni kitu rahisi tu na Allah subhanahu wa ta'ala. Umesoma, umeelewa, alafu umesahau kila kitu, kiulizwa anza kubabaika. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala akupe umakinifu wa kulisoma jambo la dini kwa utulivu, upate kuelewa dini yake subhanahu wa ta'ala, alafu ikuathiri ile elimu sasa kiimani, taqwa, taa, akhlaq. Ishi kwa akhlaqi za talib alilm. Wewe na wenzako na watu wako na wale waliokuzunguka, ishi kwa akhlaqi za talib alilm. Unakiteleza, rudi katika mstari. Usiachie nafsi yako, nafsi inashughulisha. Shaitani naye ni haris. Kiteleza, rudi katika mstari. Kubali kunasihiwa. Ufungue moyo wako, ukubali nasaha kutoka kwa ndugu zako. Pokea miongozo na maelekezo kutoka kwa ndugu zako. Utaona faida yake. Elimu haipatikani kwa kibri na jeuri na kujiona. Elimu haiwezi kupatikana namna hiyo. Kuikataa haki, kuwadharau